bila imani bila matumaini, peke yangu Bwana sitaweza. Palipotele mimi naona nyika, nisaidie Bwana ninachoka. Vipaji vingi umenijalia, lakini mimi ninajidharau. Hata vichache nikivitambua, nashindwa ona neema yako kwangu. Leo hii nisikie sauti yako ikiniuliza unayo mikate mingapi? Hii mikate kwangu ni kitu gani kama siyo baraka na neema zako? Bwana mimi najua kuimba, nitwae Bwana bariki juhudi zangu, ketisha watu niwaimbie wimbo, niwashibishe kwa sauti yangu Bwana. Na Bwana bado nina uhai, pamoja nao siachi kulalamika. Afya njema nayo ni baraka kwangu, nisamehe Bwana kutokuamini kwangu. Amen.
tegemeo langu ni kwako wewe Bwana, bila nguvu yangu siwezi lolote. Nishiwishe Bwana katika unyonge wangu, na masomo yamechaguliwa yanayotuongoza katika azimisho hili kwa heshima ya watakatifu Sirili Mtawa na Metodi askofu. Tafakari utume wetu kama kwaya. Somo la Injili ni somo la leo, Injili ya leo katika siku hii ya Jumamosi ya Dominika ya 5 ya mwaka wa kanisa, mwaka A. Katika Injili hiyo Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara nyingine anaongeza mikate kwa ajili ya watu kula, lakini katika tukio hilo tunaiona hiyo dhana ya kutumwa, maana hiyo mikate imepatikana katika huruma na upendo wa Mungu kwetu, lakini ametoa maelekezo kwa mitume na mitume wakafanya. Ndicho hicho ambacho sisi kama waamini wabatizwa tunatumwa kwenda kuipeleka habari njema, kuleta matumaini kwa watu ambao wana wasiwasi, wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, watu wanaoonekana kukata tamaa, watu wanaoangalia karibu katika uhaba wa imani, wanaangalia uchache wa vitu, wanakuwa na wasiwasi, wanaangalia udhaifu wao, wanakata tamaa, hawaoni mwanga mbele. Lakini Kristo leo anatupa matumaini, anatutia moyo kwamba palipo na yeye hatutapungukiwa chochote katika imani kwake, na tukimtegemea yeye, tukimjia mara nyingi katika sala na matendo mema ya huruma, hatutapungukiwa, bali kila mara atatutendea miujiza. Na muujiza wa Mwenyezi Mungu umeonekana kutendeka juu ya ukarimu wa watu wake, juu ya ukarimu na upendo wa watu wake. Wale wachache au basi wengi wanaotambua kile kidogo walichonacho na kukithamini, basi wakikiweka mbele ya Mungu anakibariki na anakiongeza. Tumeanza miezi michache iliyopita kufanya matamasha yetu ni katika moyo huo huo wa kuwaonesha kwamba pale tulipo panatosha kutusaidia sisi kusonga mbele. Tulianzisha yale matamasha tuliyokuwa tunayafanya, tunaendelea kuyafanya kila Jumapili jioni, Jumapili ya mwisho wa mwezi, tukilenga kuinua kwaya zetu, kutengeneza wanakwaya wanaojiamini, ambao basi wapate maendeleo katika uimbaji, katika uzoefu. Tukiona kwaya zilizoendelea, kwaya kubwa duniani, kwaya kubwa hapa Tanzania, hazikunyanyuka tu ghafla, wamepitia katika mchakato mkubwa, pamoja na kujenga juu ya kile walichonacho, juu ya uwezo
karama na vipaji walivyonavyo walio wengi, basi wametokea kuinuka na kupata hiyo adhi na sifa na heshima walionayo kwa muda huu. Sasa matamasha yetu yalilenga hapo kwamba kila kwaya basi iwe na zamu ya kuja mbele ya wenzake na kufanya kile ambacho kiko ndani ya uwezo wao. Ni namna hiyo basi kila mmoja atakuwa na bidii ya kufanya mazoezi ya kujiamini, ya kujikosoa na kujipongeza pale anapofanya vizuri. Taratibu taratibu mwishoni tutakuwa na kwaya nzuri ambayo inaongozwa na nidhamu na uchaji kwa Mungu, basi pamoja na hiyo karama ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia katika kuimba. Hivyo ndugu zangu, ninawapongeza sana ninyi kwa kuwa na wazo kwamba pamoja na hizo hayo matamasha ambayo tunafanya kila mwezi, lakini basi tuwe na tamasha la kiparokia la pamoja la kwaya zote kwa pamoja, ili basi siku nzima iwe ni siku kwa ajili hiyo. Hii pia nayo itaongeza pale tulipokwisha fikia katika kujinoa, ili tuweze kumwimbia Mwenyezi Mungu katika roho na kweli, tukiwa na nidhamu ya kiliturujia ya kiibada mbele ya Mungu wetu na kanisa lake. Hivyo hongereni sana wanakwaya, hongereni sana viongozi kwa tamasha letu hili la leo ambalo Mwenyezi Mungu pia amelibariki kwa manyunyu haya ya mvua. Hongereni sana. Sasa kama tulivyosikia katika Injili inatutia moyo. Mnajua tuna watu ambao hapa na pale wanaweza wakakatisha tamaa, na kwa kawaida huwa kuna kauli zinazokatisha tamaa. Kwa mfano hawa makutano walipokuwa pale, tumesikia kauli kama hapa ni nyika tupu, utapata wapi kushibisha watu wote hawa kwa mikate? Watu ni wengi sana. Ni kauli ambazo hazioni fursa ya mafanikio, bali watu wenye moyo wa kukatisha wengine tamaa, moyo usio wa maendeleo, kila mara watasisitiza juu ya vikwazo, juu ya vizingiti, juu ya ajali, juu ya hasara, badala ya kusisitiza juu ya uwezekano wa kupambana na kupata faida, uwezekano wa kuendelea na kusonga mbele, uwezekano wa kuondoa vikwazo. Na Kristo anatufundisha kwamba sisi tunaalikwa kwanza kutambua kile tulicho nacho, halafu tukishakitambua hata kama ni kidogo sana, tukithamini. Tukishakithamini tunakipeleka mbele ya Bwana, yeye atakibariki, atakiongeza, tutajikuta kimetufaa sisi pamoja na wengine wengi. Ndicho hicho kilichotokea tulichokisikia katika Injili. Somo la kwanza tumesikia linatuambia inuka, inuka uangaze. Neno inuka linaashiria kwamba huyu anayeinuka maana yake alikuwa chini, alikuwa haonekani. Lakini tunaambiwa inuka, maana yake toka huko chini ulipo, toka katika udogo wako, toka katika udhaifu wako, uangaze. Na ili uangaze basi unahitaji kuwa katika hali ya juu. Sisi tunataka kwaya zetu, wanakwaya wetu, ninyi muinuke, muangaze. Tunashukuru mnajitahidi. Kuna kwaya zina majina hapo, sitaki nizitaje moja moja, huenda nisipokutaja utajisikia vibaya, lakini nikiachia hapo maana yake inawezekana ni kwaya yako. Na kwaya zimeshainuka na zinaangaza, na mimi nikiwa ofisini pale ninaweza nikajua hii kwaya imeanza kuangaza. Mbona utaangalia mialiko inayokuja ofisini inahitaji niipitishe, ni kwaya A, kwaya B, kwaya C, kwaya D, A, B, C. Hapo kwaya inajirudia, inaalikwa hapa na pale, uwe msiba,
iwe harusi, send off, kwa no matanga, mavuno, kwaya tumealikwa. Hiyo ndio inuka uangaze. Maana yake mnaangaza, mnaonekana. Mtu anasema hiyo kwaya ije, hiyo kwaya ni ya wapi? Tuitafute. Unaona, ndicho hicho ambacho tunatamani kwaya zetu zote ziinuke, ziangaze. Lakini ili kuinuka na kuangaza, lazima kwanza tutambue na kuthamini pale tulipo. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kwanza tuwepo kama kwaya. Kisha kuwepo sasa katika uduni wetu huko bondeni tulipo, ndipo pa kuanzia. Hata tunapopanda ngazi kuingia kanisani pale, huwezi kufika hii ngazi ya mwisho mpaka uanze na ile ya chini. Ukikosea step unaweza ukavunjika mguu. Ndio maana Kristo leo anatufundisha kuinuka na kuangaza. Hao ndio samaki 7 ulionao. Walete kwa Bwana, atawabariki. Na utakula wewe na familia yako, utasaza makanda 7 ya sauti yako, na sisi wengine tutakula na mataifa yote yatakula. Usiogope, usiwe na wasiwasi. Mwenyezi Mungu anawapenda sana na anakupenda wewe na sauti yako na kuimba kwako na muda wako, ili mradi uwe mkarimu. Usibanie hicho ulicho nacho. Unafikiri ni kidogo, wewe kilete tu, atakibariki, kitaongezeka hicho ulicho nacho. Asante sana. Tumsifie Yesu Kristo.